Kifikia umri wa kuolewa, wakichelewa kuolewa huwa wana matatizo mengi sana yanayofanana na haya maswali yetu. Kweli kabisa, yani sio kificho. Nitakupeni reality vitu nilivyopambana navyo. Mabinti wawili nilikwenda kuzungumza live, baada ya kuzungumza nao nikawaambia wazazi wao. Nikamwambia huyu akipata mume huyu, kesi hii alionayo haitomjia. Na ninakuhusieni msimpeleke tena kwa waganga, wanaweza wakamshawishi vibaya. Kwa sababu mganga atamjua huyu shida yake ni nini. Akishamjua atamshawishi kitu kibaya, pengine atajidai yeye ndo atakumoa, basi kweli atamchukua yeye kivyake vyake anajua. Hali fulani zilijitokeza kwa binti, ana maruweruwe, mkimya, anajisikia kukaa ndani peke yake tu, mara ndio kama hivyo kutetemeka, mara nini. Akaanza kuitwa watu wakamsomea. Basi siku hiyo ndio nikashtakia huyu bibi yuko hivi na ameshaitiwa mashehe wengi kumsomea, lakini nisikipita siku ngapi yuko tena hivi. Mimi nimekuwa shehe kasio huko sasa. Bismillah. Nikaanza kumdadisi maswali moja baada ya nyingine. Muuliza hili kamuuliza hili. Kamsoma kamuuliza mpaka nikagundua ndoto alizoniambia anaziota, shida zake anajisikia. Nikajua huyu shida kubwa ni huyu. Mungu akimpa mume huyu, mashetani yote ataingia mfukoni. Nikamwambia familia yake, Mungu akajalia kweli, wenyewe wakatafuta ndugu yao mmoja wakamwozesha, mpaka leo ninavyofahamu hakuna shetani. Na mwingine hivyo ilitokea naye. Yeye aliolewa, akakaa vizuri, baada ya kupata mtoto mume wake akafa, lakini hakuwa na shetani tena. Sasa kipindi kile cha ule utoto ule kama kimeshapita, hakusumbuliwa na mashetani tena. Naona maswali yalivyokaa haya. Mwenyezi Mungu awape na waume wa kheri.